dear friends, we are in a problem. Ili tuweze kuona ya kwamba things are not on our way. That is why today tumeambiwa ya kwamba come and see. Come and see. Kuja uone yule ambaye ameniambia siri zangu zote. Hapo ndipo dunia imefika. Last time tulikuwa tunasema ya kwamba total member involvement. So kila mmoja amekuwa involved katika hiyo jambo. Lakini sasa tunasema ya kwamba come and see. Aliyeniambia, ambaye amenisukuma, sasa hata mimi nimefika kiwango hiki. Nashukuru Mungu sana. Nataka niweze kusema ya kwamba ni neema ya Bwana ambaye ametufikisha umbali huu katika maisha yote. Hapa Nakuru tumekuwa ujanani mpaka tumekuwa wazee sasa, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ya mibaraka ambayo tumeshuhudia katika maisha yote. Familia yangu wako sawa, wako vizuri na wanaendelea vizuri. Mama amebaki kule Central akiinterpret kwa wale ambao wasikii kwa sababu ya huduma ambayo inaendelea. Sabato iliyopita ilikuwa ni sabato ya Women Global dunia nzima. Nilikuwa katika kanisa letu la Nyahururu na walinipatia na salamu niweze kuleta pande hii mahali ambapo nitakuwa ninashiriki leo sa kanisa la Ronda. Umepokea salamu za Nyahururu? Barikiwe sana. Na sabato ijayo nitakuwa nyumbani. Nitakuwa nyumbani, baba mkwe wangu amelala na tunaenda kufanya mazishi yake in the course of the week. Hata Elder John naye pia hata hamtakuwa na yeye sabato hapa. Hata tutaenda naye nyumbani. Kwa hivyo don't expect ya kwamba John atakuwa hapa sabato ijayo. Tutakuwa naye nyumbani. Tutakuja hiyo sabato hiyo nyingine. Kwa hivyo salamu zenu nitapeleka hiyo sabato nyingine huko sehemu za Nyahururu. Mzee huyo ambaye mkono yake ya left imekatwa, mguu yake ya right imekatwa. Sasa na yeye pia nimepata habari zake. Sasa hii wheelchair tunapeleka yuko tena ili tuweze kurelieve pain katika ulimwengu nzima. Let us pray kwa sababu ya huyu msichana wetu ambaye asikii vizuri. Tuweze kufanya maombi, special prayer for her. Saa hii tuombe. Jina lako litukuzwe. Uhimidiwe milele Bwana Mwenyezi Mungu. Unapendeza Bwana Mfalme. Tangu zamani mpaka leo ungali katika kiti chako cha enzi. Mambo haya yote ambayo yanayofanyika katika ulimwengu wa leo, Bwana unayajua na bado una smile tu ukiwa katika kiti chako cha enzi. Watu wanalala, watu wako katika ICU saa hii, wengine wanapelekwa theater, wengine wako katika machine, wanashindwa hata kupumua, wengine wanasukuma wakienda mochari saa hii, na bado ungali katika kiti chako cha enzi. Tunakupatia tu sifa. Msichana wetu, wewe ulikuwa una habari zake. Kuzaliwa kwake mpaka alipofika katika umri huu, bado ungali katika ufalme wako. Tenda mema utakavyo. Sisi watoto wako tunatoa tu shukrani kwa mambo yote. Asikii vizuri. Alikuwa amekuja kanisani, hata saa zingine anatamani kuja kanisani, lakini kwa sababu ya udhaifu wa mwili, anashindwa kuja. Bwana umhudumie. Wewe ndiye unajua kusugua watu mwili. Wewe ndiye unajua kunyorosha mwili za watu. Vile damu inavyopitana na maji, vile hewa inavyopitia ndani ya misuli yake, Bwana, wewe mwenyewe ndiye ulitengeneza. Saidia msichana wetu. Naye pia siku moja aweze kusimama vizuri na aweze kuinua mkono yake juu akisema kweli nimeona mkono wa Bwana. Bwana nashukuru kwa sababu unasikia maombi yetu. Hakuna siku hata ambayo mmoja tumepata aibu tunapokuomba. Kila jambo tunaachia mkononi mwako katika Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Thank you so much. Wapenzi wa Bwana, katika sabato hii ya leo nashukuru Mungu kwa sababu ya jinsi ambavyo ametufikisha ama ametutendea katika siku hii ya leo. Mungu ni mkuu katika mpangilio yake yote. Mchungaji amekimbia kule kanisani kwetu, kule sehemu za Ronda East, ameenda pale kuhudumu. Na mimi pia ameniwacha hapa nipate kuhudumu pamoja na nyinyi. Kwa hivyo nataka niweze kuwakaribisha nyote. Siku hii ya leo, mada kubwa ni come see the Savior of the world. Come and see the Savior of the world. Hii ndiyo habari ambayo tumepewa tuweze kujulisha dunia nzima.
tuambie ulimwenguni nzima ya kwamba waje wamuone mkombozi wa ulimwengu. Watu wote, kama wewe ni mtoto, waambie watu. Wewe ni kijana, waambie watu. Wewe ni mama, waambie watu. Wewe ni mzee, umesoma ama hujasoma. Wewe unasikia ama usikii. Una macho ama uoni. Unatembea ama utembei. Dunia inasema ya kwamba every one of us tumeambiwa tuende tukawaambie ulimwengu, come and see the Savior of the world, katika maisha yote. Ndipo tunasema katika maisha haya, dunia ya leo mahali ambapo imefika, we are called to apply, every one of us. The woman aliwaambia watu, kujeni mkaone mtumishi wa Mungu ama mkombozi wa ulimwengu. Yeye alisema huenda, sijui, lakini huenda yeye ndiye, kwa sababu mimi vile ameniambia mambo, ninadhania ni yeye. Kwa hivyo njooni nyote muweze kuona. Siku hiyo Yesu alikuwa ametoka Judea. Na siku hiyo Yesu alipokuwa Judea, baada ya kuwa na mkutano pale na wanafunzi wake, akasema ya kwamba I want to go to the other side. Lakini siku hiyo alikuwa amepanga ya kwamba anataka kupitia njia ya Samaria. Angalia, wanafunzi wa Yesu walimwambia kwamba tusipite Samaria, kwa sababu wa Samaria na Wayahudi hawakunywi maji pamoja, hawaombani chakula, hata wanawi pamoja, hawatembeleani. Siku hiyo Yesu aliwaambia kwamba today we must pass through Samaria. Wametoka Judea, wanataka kupitia Judea Samaria wakielekea the other side. So Yesu siku hiyo alikuwa amejua ya kwamba today I must meet this lady. Na mimi pengine ndio nimeanza tu kujua kidogo, kusoma kidogo. I don't know the name of this woman. Elder, pengine wewe umesoma sana. Young man, unajua jina la huyu mama? Unajua jina lake? Imeandikwa mahali popote? Wewe pengine hujasoma. That is a senior elder of the church, Rhoda Central. Elder, unajua jina la huyu mama ambaye alisoma pale kisimani pa Yakobo? Una habari? Hata elder naye hajajua kusoma vizuri. Mrs. Mbwaro. Sasa hiyo ndio mama mchungaji ambaye amesoma Biblia muda mrefu sana, Mrs. Mbwaro. Je, unajua jina la huyu mama ambaye alikuwa pale kisimani? Hata mama naye alikuwa anasema namna gani? Hana habari, hajui. Kwa hivyo hata na mimi nimechokoa, nimeangalia mpaka nikaenda kwa documentary, nikaangalia vitabu za roho ya unabii ili niweze kuona kama naweza pata jina la huyu mama. Mpaka saa hii nimekosa jina la huyo mama. Lakini Biblia inaniambia kwamba huyu mama alinakuwa na tabia nyingine ambayo ni tofauti na wamama wengine. Huyu mama alikuwa anaenda kanisani? Sina habari. Na huyu mama alikuwa amebeba hata chakula siku moja akapelekea wale watu mahali popote? Je, huyu mama alikuwa amekuwa involved katika mambo ya kufanya kazi ya Mungu? Lakini Biblia inaniambia kwamba wakati ambapo Yesu alichukua faili yake, siku hiyo Yesu akitoka Judea alichukua faili ya huyu mama. Anasema ya kwamba anafungua page to page, anasoma historia yake tangu alipozaliwa, vile amekuwa na maisha yake, vile ameendelea. Lakini siku hiyo Yesu alisema ya kwamba I want to go and meet this lady. Ndipo anafika ya kwamba sijui kama alianza safari saa 3 ama alianza safari saa 4, sijui kama ilikuwa ni saa 5. I don't know how far from Judea mpaka Samaria katika kisima cha Yakobo. Lakini Biblia inaniambia kwamba ilipofika on the dot saa 6, Yesu amefika katika ile birika, amesimama katika ile well ya Yakobo. Na saa hiyo naye kukaa tu hivi, anaona ule mama ametokea pale na mtungi wake, anakuja pole. Just imagine, by that time hakuna ng'ombe wanakuja, hakuna wamama wanakuja kuchota maji, kwa sababu jua imesimama na imewaka kweli. Lakini saa hiyo yeye ndiye anakuja na mtungi wake kuja kuchota maji. Ni mama ambaye si Mkristo, si Mwadventista, ni mama ambaye hajabatizwa. Huyu mama ni mama tu, sijui kama alijua kusoma ama hakukuwa, lakini Biblia alikuwa anasema ya kwamba, Biblia inaniambia nadhania alijua kusoma, kwa sababu
anamwambia Yesu historia zingine ya kwamba tunajua na tunaambiwa ya kwamba kutatokea Masia mahali fulani ambaye atakuja kutujulisha mambo haya. Yesu anamwambia file. Yesu amefungua kitabu chake, file ya huyu mama, tangu asubuhi anakuja anasoma, anaangalia hadithi ya huyu mama. Ilipofika saa 6, Yesu amemaliza kusoma file yake, amefika pale kisimani, amekaa. Mtu ambaye ameparara, ametembea mwendo huo mrefu, vumbi imemshika, amechoka. Mama naye anakuja na mtungi wake. Anapofika pale kisimani, Yesu anamwangalia, anachota maji, anajaza mtungi yake. Anapojaza mtungi yake, karibu tu ainue mtungi yake ili aweze kuweka kwa kichwa aende. Yesu anamwambia habari mama, kwa sababu hawaongeleshani. Hii mama huyu alipomwangalia vile amevaa, anaona hii mavazi ya Wayahudi. Na hata sura yake vile inavyoonekana, huyu ni Myahudi. Na hata vile anavyo conduct himself, huyu ni Myahudi. Kwa sababu hiyo, mama huyo hakukuwa na haja ya kumuongelesha huyo mzee. Na Yesu anamwangalia vile anachota maji, vile anainua mtungi yake, anataka kuweka kwa kichwa. Hapo ndipo Yesu ana break the silence. Anamwambia kwamba, "Mam, nataka unipe maji nikunywe." Mama anamwangalia vizuri, anamuuliza, "Wewe, are you normal? Wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. Unaniomba maji kweli? Ati nikupatie maji na niko na kikombe. Tangu lini Wayahudi na Wasamaria wakunywa maji pamoja? Haiwezekani." Today, katika maisha yote, Biblia inasema ya kwamba today we are emphasizing on this woman and the ministry of women ministry worldwide. It is a case ambayo kila mmoja wetu we want to study, we want to jifunze katika mambo haya ya huyu mama. We will discover every one of us, be it a woman, be it a man, be it a child or a young boy, every one of us, we must emulate the example of this Samaritan woman. We must emulate the example of Andrew. We must emulate the example of Philip. Wote ambao walisema njoo uone. Philip naye anamwambia Nathaniel, kuja. Andrea naye anaenda kumwambia ndugu yake Simon, kuja uone. Mama huyu pia anatoka, anasema njooni mkaone. Aliyeniambia mambo yangu yote, hajanificha hata jambo lolote. So we are going to study about these 3 people. Hawa watu ambao Biblia inatupatia historia yake. The woman anasema katika maisha yote, come and see the Savior of the world. Yohana 4, hapo ndipo tupo. Hatutoki mahali pengine. Yohana 4, kuanzia tu fungu la kwanza, teremuka mpaka ufike huku mwisho wake. That is where we are. Mwanamke anasema, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people of Samaria, come and see a man who told me everything I ever did in my life. This might be the Christ. Hata yeye alikuwa na dhania ya kwamba huenda ndiyo yeye. Many of the Samaritans from the town believed this lady because the lady was telling about her testimony. Huyu mama alikuwa anazungumza, njooni mkaone yule ambaye ameniambia mambo yangu yote, testimony yangu. Nimekuwa na yeye, sijui walikuwa wamekaa na Yesu 30 minutes, I don't know. Kama walikuwa na Yesu 15 minutes pale kisimani, I don't know. Sijui kama walikuwa na Yesu for 2 minutes, I don't know. Lakini Biblia inaniambia kwamba walikaa na Yesu pale katika kisima cha Yakobo. Wakakaa na Yesu within a very short time. Mama ule akaacha mtungi yake, akarudi pale kwao nyumbani. Akarudi kwao nyumbani kule Samaria. Akawaambia wenzake, mpaka ule mzee ambaye walikuwa naye. Unajua huyu mama, wakati ambapo alikuwa anakuja kusimani, alikuwa amewacha mzee mwingine pale nyumbani akiangalia NTV, akiangalia Citizen. Alikuwa sijui kama Hope Channel alikuwa anaangalia, lakini Biblia inaniambia kwamba mzee Yesu anamwambia huyu mama,
hata yule mzee ambao umewacha nyumbani saa hii si wako. Kwa hivyo huyu mzee alikuwa unafikiria anakaa namna gani? Alikuwa amekaa kwa sofa set, amewekelea mguu yake. Sasa anaangalia channel hii, anabadilisha channel. Anangojea mama ametoka, ameenda kuleta maji ili wakuje naye nyumbani. Yesu anamwambia kwamba mama, hata yule ambao umemwacha nyumbani si wako. Enda ukamuite. Huyu mama sasa anapiga mbio. Anasema kwamba kwa sababu mambo haya imeumana, I must go and tell my people. The story of this woman at the well inaonyesha that every one of us, we need to share the good news about who? Jesus Christ. We don't need to be perfect. You need not to be perfect. Si lazima uweze kuwa mkamilifu kila wakati. Wewe ni mungwana. Wewe ni Bwana sifiwe all the time. This lady was not perfect. We need not to know everything. Si lazima uweze kujua unabii. Si lazima ujue mambo ya Biblia yote. Telling people about Jesus Christ is not about perfection. You need not to be perfect. You need not to know everything. And at the same time, you need not to go a long distance. Usiende mbali. Usijue mambo yote. And usikuwe perfect. Yesu Kristo anahubiriwa na hata wale ambao hawana namna yeyote. Hawana nguvu yeyote. Hawana mambo ya kuelewa Biblia yeyote, lakini wanasema njooni muone aliyeniambia siri zangu, ambaye amenitendea ABCD. Huyo ndio ujumbe. Ndio huyu mama naye anatokea pale kisimani, anawaambia watu wote wa Samaria, njooni mkaone aliyeniambia. Huyu mama hakuwaambia watu wa Samaria ati ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda, Yohana 3:10. Hakusema hiyo. Alisema namna gani? Njoo muone. Hakufungua hata Biblia. Hakuimba hata wimbo. Alisema tu njoo. The woman was not perfect. The woman did not know anything. Kila mara alijua ya kwamba kutatokea Mesaya ambaye atakuja ili aweze kujulisha jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa, yatakao wafundisha mambo ya Biblia. Anangojea. Anasema kwamba kutakuwa na mtu ambaye atakuja kutokea ambaye atakayetufundisha. Hiyo ndiyo alikuwa anangojea. The woman was not perfect. The woman did not know everything. And the woman did not go far country, lakini arudi nyumbani kwake. Mtu wa kwanza kumuita ni ule mzee, toka. Mzee anamwambia namna gani? Natoka enda wapi? Toka. Pengine huyu mzee alisikia ya kwamba mwanaume mwingine anakuja atapatana na yeye hapa. Akamwambia kwamba toka twende. Unajua saa zingine watu wengine, sasa hata kama wewe ni mzee umeambiwa utoke, si unatoka mbio. Kwa sababu mnaweza pigana kwa hivyo nyuma moja. So yeye pia alipoambiwa toka, mama huyo naye akamwambia funga mlango. Wakafunga mlango. Mama huyo anaendelea kupiga nduru katika nchi yote ya Samaria. Akasema ya kwamba njooni mkaone yeye aliyeniambia siri zangu zote. So wapenzi wa Bwana, you need not to be perfect. The Samaritan woman was not perfect. The fact that she was going to draw a water in pale kisimani, the time ambayo alikuwa nayo, the greatest evidence ambayo inaonyesha ya kwamba she was missing something katika maisha yake, ambaye amekuwa akingojea, anangojea, ambayo siku moja itakayofika. That is the thirst ya kujua neno la Mungu, ambaye walikuwa wanasubiri huyo Mesaya ambaye atakuja kuwafundisha ili ajazwe na hiyo neno. Walikuwa wanangojea. That is the same thing ambao huyu mama alikuwa nayo katika maisha yake yote. So this lady, inasemekana kwamba the evidence of something missing in her heart was crying for her thirsty soul. Thirsty soul. Unaposoma fungu la 15, Yohana 4, anamwambia give me that water.
Anamwambia Yesu, nipe hiyo maji, nipe hayo maji. Kwa sababu Yesu ananiambia, maji ambayo nitakao kupatia wewe, hutakuwa na kiu tena. And you will never come back. Hutarudi katika hii kisima tena. Hutaonekana, kwa sababu itakuwa ni bubujiko. You will never be thirsty again. Sasa huyu mama anasema ya kwamba wewe nipe hayo maji, ili nisije nikakuja hapa kisimani tena. Niweze kuwa na hiyo bubujiko la maji maisha yangu yote. Sasa huyo mama anamwambia kwamba, sir, can you give me that water? Can you give me that water? Ili na mimi pia nipate nafasi niweze kunywa. I will never come thirsty again into this world. So instead, this woman of her imperfect life, being an excuse, akasema ya kwamba, unajua mimi sijabatizwa, unajua sijui nini nani. Anasema ya kwamba katika maisha yake, that was not an excuse to have imperfect life. Because of this message, alisema ya kwamba, come and see, in verse 29, come and see, muweze kuona mtu ambaye ameniambia siri zangu zote. So for us as a church, for us as women ministry, for us as Adventist men, for us as young men, for us as pathfinders and adventurers and ambassadors, to reach our world, we need not to be perfect. Bwana asifiwe sana. Wapenzi wa Bwana, don't worry the way you are. Tell somebody about Jesus Christ whom you know, ambaye amekutendea ABCD. Watu wengi wamekuwa katika maisha mbaya. Wengine wamepitia changamoto za maisha, lakini wewe Mungu analeta hewa imechafuka, virus ya corona inapita namna hii, Mungu anakuambia peleka mapua pande hii. Mungu anakupitisha tu na hii hewa tatu. Wengine wamechikwa katika ventilator, lakini wewe bado unapumua tu. Si kwamba kitambaa hii ambayo umeweka katika mapua ndio imekuprotect, ni Bwana tu. Sasa kama ni Bwana amekuprotect namna hiyo, tell somebody. I know you're not perfect. I'm not perfect in life. Lakini we need to tell somebody. This is the way we are going to reach our world of today. To reach our world, jambo la kwanza is not about perfection. Jambo la pili, you need not to know everything. Usikram Biblia yote. Usitafute mafungu mengi ndio uweze kusema ya kwamba I'm now ready for mission. This lady did not have even a single verse. Yeye hakukuwa na hata verse moja, lakini yeye kila ambacho alijua, njoo uone aliyeniambia siri zangu zote. Huenda, maybe, ndio yule ambaye alitabiriwa ya kwamba atakuja kutufundisha sisi wa Samaria. So you need not to know everything. Umesoma ama hujasoma, umeenda Bugema ama umeenda Marathon ama umeenda ile.